Mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amepinga dhana kuwa Ulaya inakabiliwa na kutoweka kwa ustaarabu wake. Ametoa kauli hiyo kupinga ukosoaji unaofanywa na utawala wa Trump kuhusu bara la Ulaya. Kallas amezungumza katika siku ya mwisho ya mkutano wa usalama mjini Munich, siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kutoa kile kilichoonekana kama ujumbe wa kuatia moyo washirika wa Ulaya. Alitumia lugha ya upole kuliko alivyofanya makamu wa rais JD Vance wakati akiwahutubia viongozi wa Ulaya katika mkutano huo mwaka jana. Hata hivyo, Rubio amesisitiza nia ya Washington ya kuunda upya muungano wa kijeshi wa NATO na kushinikiza vipaumbele vyake vya sera. Kallas aligusia ukosoaji katika mkakati wa usalama wa taifa wa Marekani uliotolewa Desemba, ambao ulidai kwamba kudorora kwa uchumi barani Ulaya kumefunikwa na matarajio halisi na dhahiri zaidi. Kufutwa kwa utamaduni uliopendekezwa kwamba Ulaya inadhoofika kutokana na sera zake za uhamiaji, kupungua kwa idadi ya watoto wanaozaliwa, udhibiti wa uhuru wa kujieleza na ukandamizaji wa upinzani wa kisiasa, na kupoteza utambulisho wa kitaifa na hali ya kujiamini. Kinyume na kile ambacho baadhi wanaweza kusema, Ulaya iliyoamka au kuharibika haikabiliwi na kupotea kwa utamaduni, Kallas aliambia mkutano huo. Ukweli ni kuwa watu bado wanataka kujiunga na kabla yetu na sio wazungu wenzetu tu, aliongeza akisema aliambiwa alipotembelea Canada mwaka uliopita kwamba watu wengi huko wana nia ya kujiunga na EU. Kallas alikataa kile alichokiita kuishambulia Ulaya. Unajua, tunauendeleza ubinadamu, tunajaribu kutetea haki za binadamu na haya yote ambayo kwa kweli yanaleta ustawi pia kwa watu. Kwa hivyo ndiyo maana ni vigumu sana kwangu kuamini shutuma hizi. Katika hotuba yake ya mkutano, Rubio alisema kwamba kumalizika kwa enzi ya ushirikiano wa Marekani na Ulaya sio lengo letu wala matakwa yetu, akiongeza kwamba nyumbani kwetu kunaweza kuwa katika ulimwengu wa magharibi, lakini tutakuwa watoto wa Ulaya kila wakati. Aliweka wazi kwamba utawala wa Trump unashikilia msimamo wake kuhusu masuala kama vile uhamiaji, biashara na hali ya hewa, na maafisa wa Ulaya waliohutubia mkutano huo waliweka wazi kwamba wao pia watasimama na maadili yao, ikiwa ni pamoja na mbinu yao ya uhuru wa kujieleza, mabadiliko ya hali ya hewa na biashara huru. Kuhusu mkakati mpya wa usalama wa Ulaya, Kallas amesema anafanyia kazi mkakati mpya wa usalama wa Ulaya pamoja na rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen. Mkakati huo utashughulikia maeneo yote ya usalama wa Ulaya ili kukabiliana vema na tishio la Urusi na enzi yenye uadui zaidi wa kisiasa na kikanda. Ulinzi ni kipaumbele muhimu. Hili linaanzia Ukraine, lakini tunajua mwisho wa vita vya Urusi si Donbas, alisema akizungumza madai ya vita mseto vya Urusi, hujuma ya miundombinu muhimu ya Ulaya. Mkuu huyo wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya ametoa wito kwa wanachama wa EU kubadili mtazamo wao linapokuja suala la ulinzi wa kitaifa. Amewahimiza kuwa na mtazamo wa Ulaya zaidi na sio wa kitaifa. Fikirieni kikanda kwa sababu tishio ni la Ulaya, kwa hivyo jibu linapaswa kuwa Ulaya, alisema. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.